nimekuja kwanza kutoa shukrani kwa Chama cha Mapinduzi, na hakuna sehemu nzuri ya kutoa shukrani kama mkutano mkuu wa chama. Na mimi namshukuru sana mwenyekiti wetu wa wilaya. Tunamuita mzee lakini anasema ni mzee kijana. Mzee Tesh. Na timu yako yote, secretariat ikiongozwa na dada yetu Mary Sule, kwa kutengeneza fursa hii kwamba pamoja na nitakavyoeleza ambacho nimeshafanya kuongea na wananchi, kupata fursa ya kukutana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu, kusema asanteni sana kwa fursa hiyo ya uchaguzi na kazi ambayo mlikuwa mmenipa. Kwa hiyo hapa la kwanza kabisa nimekuja kusema asanteni sana, kaeni kasha. Na hilo nawashukuru sana kuanzia mwenyekiti wetu wa chama na viongozi wote, kwa sababu wao wangeweka ile alikuwa anasema ndugu yangu Mabia, ile wangeweka ile singekatiza popote, au vipi jamani? Sasa sijui aliweka nini, lakini haiwezekani kawa kwa sababu nilikuwa sijawahi kuwa mbunge wakati ule. Lakini kwa vyote vile walipitisha jina langu vizuri mkoani, wakalipitisha vizuri kwa ngazi ya taifa, wakapitisha vizuri. Asanteni sana. Na kwa sababu wako madiwani na najua wamepita kutoa shukrani na hataweza kuongea hapa, ninaomba kwa niaba ya madiwani wenzangu wote niwashukuruni sana kwa kutuweka katika nafasi hizi kutumikia wananchi wa Rombo na kutumikia taifa letu. Asanteni sana. Na mimi napenda kuchukua nafasi hii, wakati nimeteuliwa kuwa mbunge, nimeshachaguliwa, tumeapa, nilianza kufanya ziara kwanza kwa sababu la kwanza maji, kama nitakavyoeleza, katembelea kwenda kufanya ziara za maji, alafu baadaye kukawa na shukrani kubwa na ibada ilifanyika nyumbani kwa diwani Alex Shai. Nakumbuka sana siku hiyo padri alivyonipokea, kuna maneno aliyoyaongea ambayo kidogo nilinywea matarajio. Halafu wakati tunakula ndio nashtuliwa, bwana jamani, huko kuna mkeka umetoka. Na lazima niwaambie ukweli. Basi ndio nikajua kwamba Mheshimiwa Rais ameteuliwa kuwa waziri wa kilimo. Na Mheshimiwa Rais namshukuru sana. Niliteuliwa wakati ule, lakini Rais yupo na ameendelea kuniweka. Namshukuru sana kwa kunipa fursa ya kutumikia nchi yetu katika nafasi kubwa ya waziri wa kilimo. Shukrani hizo. La pili sasa ni fursa ya kueleza kwa mwaka mmoja tumefanya nini. Na mwenyekiti amesema tena tuandike na kitabu, na mwenyekiti tumechukua maelekezo yako. Tubandike kila mtu ajue. Sasa wakati mwingine ni rahisi kulalamika serikali haijafanya hiki kwa sababu tu taarifa hazijafikia watu. Kwa hili ni fursa nzuri ya kutoa taarifa tulichokifanya. Na hii fursa ni adimu, ni muhimu kwa sababu nimefanya vikao, nitavieleza. Lakini hatukwenda kwa kasi ya vikao ambavyo nilikuwa nataka. Kukutana na wananchi wote. Sasa jukumu letu sasa ni wananchi wote, hata ambao hawajajiunga na chama chetu, kueleza serikali inafanya nini. Na sababu kubwa sio kwa sababu ya kuwa waziri. Waziri haukondolei jukumu lako la kuwa mbunge. Na sio kisingizio cha kutokuja jimboni kukutana na wananchi. Ilikuwa sio sababu hiyo. Tulipata tatizo kubwa sana la ugonjwa wa corona hapa nchini. Na katika timu niliyokuwa nazunguka nayo kila siku kupiga kampeni, tulipoteza watu 3 kwa vipindi tofauti. Na wote mnajua, na wakati mwingine nimekuja msibani huko. Nimekuja msibani Kirwa pale, unakwenda tulikuwa tunazika. Na Rombo inaonekana kati ya sehemu ambazo zilikuwa zimepigwa sana. Kwa sababu hiyo, pamoja na kwamba kweli katibu mkuu wa chama alielekeza jaribuni kupunguza mikutano kwa usalama wa watu, mimi niliona sio wakati mwafaka kuendeleza mikutano ya hadhara wakati ambapo tunatakiwa tuchukue tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba tunajilinda na gonjwa hilo. Kwa hiyo sikuweza kufanya vikao vingi kama ambavyo ningetaka kufanya. Kwa hiyo leo hii mwenyekiti nimepata fursa ya kueleza haya
ambayo yatafika Rombo nzima kwa watu wote, na vikao vya hadhara vitaendelea. Katika baadhi ya vikao ambavyo vimefanya, kwa sababu ni kipindi cha kutoa uwajibikaji kwa chama kilichonituma. Wewe tumekutuma uwe mbunge, leo ni wakati wa kuuliza baada ya kuchaguliwa umefanya nini? Au tunakuona unarukaruka kama waziri huko Tabora, huko wapi, hapa Rombo umefanya nini? Nilifanya mikutano. Nimetoa mfano wa mikutano kijiji cha Ubaa ambacho tumefanya kikao kijiji cha Keni, ulikuwa ni mkutano mkubwa sana. Kipindi hiki tulianza kuona gonjwa hili limepungua, watu wa Keni, Kirwa Keni, mnakumbuka tulileta wataalamu wote kujibu na maswali, tukajaribu kuangalia changamoto zetu kwa pamoja. Tumefanya kikao Kamwanga mapema kabla ya changamoto hii. Tulienda na Mheshimiwa Diwani Abdalla Mbago. Tumefanya mkutano Holili. Ule ulilazimika tufanye kwa sababu ya changamoto wakati ule ya biashara kati ya Tanzania na Kenya. Kukawa na shida ya kuvuka mpaka, nikaja na waziri wa viwanda na biashara, tukafanya mkutano mkubwa sana na alikuwa mkuu wetu wa mkoa pale Holili. Ni kazi ya kibunge, japokuwa nilikuja vile vile kama waziri wa kilimo ambaye anahusika na swala la biashara ya mazao ya kilimo, lakini nilikuja na Mheshimiwa Kitila Mkumbo. Tumefanya kikao Katangara Mbeya. Matatizo ya manyani haya hajaisha na ahidiwa kwamba atakwisha, lakini tulimleta waziri wa maliasili na utalii, akaja na naibu wake, akaja na katibu mkuu, akaja na afisa nyamapori, akaja na mkuu wa TANAPA na mkuu wa TAWA. Tukafanya kikao kikubwa pale kueleza shida ambayo inawakuta watu pale, na wameniambia kwa sababu mkakati wale uchukua unaonekana hujafanya kazi, watafanya tena. Kwa tukafanya mkutano mkubwa pale kwa ajili ya kutatua changamoto. Naeleza hili kwa sababu ni vizuri kila mtu ajue tuna kata 28 Rombo. Ikiwa sijafika kwenye kata yako, unaweza kaamini huyu hajawahi kufanya mkutano wote katika jimbo lake la Rombo. Lakini tulifanya mkutano mkubwa sana ambao kwa kweli namshukuru sana Mheshimiwa Waziri mwenzangu. Lakini mwaka jana wakati wa Christmas, mimi sikupumzika. Nilikuja tu, hata siku ya Christmas yenyewe nilisali Mashati, nikatoka nikatembelea shule ya Mashati na shule kadhalika, kwa sababu tunaangalia majengo ya elimu na vyuo vya shule. Kwa siku ya Christmas nilikuwa kazini, na baada ya pale akaja Mheshimiwa Mole, mtakumbuka, naibu waziri. Tukazunguka naye maeneo mengi, pengine kuwatajia hapa nitakuwa napotezea dira tu, kwa sababu tulitembelea sehemu nyingi na tukafanya mikutano ya hadhara, tunakuweza kutembelea maeneo ya afya. Kwa hiyo yale mapumziko ya Christmas yalikuwa mapumziko ya kazi, ilikuwa ni fursa ya kuja kufanya kazi hapa. Na tulianzia na pale Mashati, nimesali Mashati misa ya kwanza, nikapewa fursa kuongea na misa ya pili, na kazi kubwa ambayo nilifanya kuongea na viongozi wetu wa dini wote Rombo, madhehebu yote, ni kuomba watu wanapokuja huku kwenye mapumziko wakatembelee shule walizosoma, waone jinsi ambavyo tunahitaji kuziendeleza. Na kwa kweli mwitikio ulikuwa mkubwa. Sijui kama nitaweza kusoma ripoti yote hapa, lakini mfano mmoja ni shule Choo ambacho sasa hivi tunaenda kukizindua kipindi hiki, ambacho kimejengwa kwa nguvu za wananchi kwa sababu tu ya wito ule kwamba kila Mrombo ambaye amesoma, anafanya biashara, anakaa huko mbali, akirudi tembelea shule yake, angalia nini kinaendelea huko. Wakati tulivyoona hali ya mikutano sio mizuri, yani sio muda mzuri sana wa kwenda kukusanya watu wengi, na sisi tuna wajibu kama viongozi, tulitembelea miradi mbalimbali, lakini kila tulipoenda tulikuwa na viongozi wa kata na vijiji. Kwa mfano, nilifanya ziara shule ya msingi ya Hakwe huko Mamsera, tumetembelea Ngoyoni, tumetembelea Udangeni, tumetembelea Kamwera, na Kamwera ndio kile chuo kinakaribia kukamilika sasa hivi, lakini kule kuna uwanja wa mpira na vitu vingine ambavyo tulikubaliana tutavishughulikia kuvimaliza. Nilikuwa huko ni Ushirikuini Mahida, kwenye sekondari ya Mahida, sekondari ya Mkude. Nimetembelea shule ya msingi ya Bomaiju ambayo nimesoma, ambapo tulienda kuzindua choo cha kisasa kati ya vyuo vizuri sana Tanzania kwa shule yetu, vimejengwa kwa nguvu za wananchi na mfuko wa jimbo. Tumefanya mkutano Nduweni, tumefanya Mutamburu na kadhalika na kadhalika, labda nisiende huko, lakini cha muhimu tumefanya ziara za kutembelea sehemu mbalimbali. Na vile vile nadhani sehemu moja hapo nilioenda ya mwisho nilienda kutembelea ile daraja la Mwamba ambalo wananchi wa Rombo wanavunja miamba. Mwenyekiti, wananchi wanavunja miamba wenyewe kwa ajili ya kufungua barabara kuvuka mto Maru kule juu.
napigania kupata hela kwa ajili ya kumalizia kule. Nilivyoambiwa kwamba kuna nchi wanafanya kazi kwa kujitolea, na mmoja alipata ajali akaumia sana, niliona niende kaone kuwapongeza, kwenda kuwapigania. Kwa hiyo ndugu zangu, wajumbe wa mkutano mkuu, sijafanya mikutano mingi makusudi kwa sababu sikutaka kabisa kipindi kile cha ugonjwa wa corona mimi ndio nikusanye watu. Lakini kile kipindi ambacho tuliona ugonjwa limepungua, haya ndio ambayo nilikuwa nafanya. Kutembea sehemu mbalimbali na kuomba viongozi mbalimbali kuja Rombo kwa ajili ya kuona changamoto. Kwa sababu chama kimenituma, na kilivyonituma najua wajibu wetu ni kwenda kutoa taarifa kwa wananchi, kusikiliza kero za wananchi na kwenda kutoa taarifa kwamba serikali inafanya nini na sisi tunapigania nini. Kwa hilo tumelifanya. Sasa nitaeleza mambo ambayo tumeyafanya kutokana na ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Kwa sababu wakati tunagombea wote tulishika ilani hii wote. Na bahati nzuri katika timu ya makatibu wakuu waliohusika kuandika, wakati wa kugombea sikusema, lakini leo nasema ukweli, nilikuwa kati ya makatibu wakuu waliohusika kuandika ilani hii hapa wakati ule kabla haijapitishwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nataka nipite kwa yale ambayo naweza kasemea, sitosema yote, ambayo tumefanya mimi na madiwani wenzangu katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na utekelezaji wa ilani hii unasimamiwa na halmashauri chini ya TAMISEMI ambayo iko kwenye ofisi ya Rais, unasimamiwa na serikali kuu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa yale ambayo naeleza hapa ni mafanikio ambayo tumeweza kuyafanya chini ya uongozi wa chama chetu, na bahati nzuri mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hivi kabla hata sijaanza kueleza kitu kimoja kimoja, nieleze kitu kimoja ambacho rais wetu amekifanya, ambacho kama alivyosema Comrade Mabia, Rombo lazima isimame na Samia. Rombo lazima isimame na Samia. Rombo lazima isimame na nani? Samia. Nasema kimoja ambacho watu wengi wanakifahamu, Omari pale Holili unafahamu, na Edwin Tarakea utakuwa unafahamu vizuri. Mheshimiwa Rais alipochukua nchi hakukawia kwenda Kenya kwenye ziara. Wakati ule hasa waandishi wa habari sijui kama ni vipi vya kuchukua, lakini tulikuwa na changamoto ya biashara. Sisi waziri wa kilimo, watu wanalamika wanashindwa kuuza mahindi, na wasipoweza kuuza hawatopata fedha za kununua pembejeo kwa ajili ya kulima msimu unaofuata. Kwa ziara yake ya kwanza kabisa ya kitaifa ninavyokumbuka alifanya Kenya, kwenda kule kuimarisha mahusiano ambayo tayari ni mazuri, kwa sababu viongozi wetu wote waliopita wameimarisha mahusiano kati ya nchi zetu jirani. Lakini kati ya vitu vya kwanza alivyochagua kufanya ni kwenda Kenya kuendelea kuimarisha zaidi mahusiano mazuri kati ya Tanzania na Kenya, na amefanya hivyo kwa majirani zetu wote. Sasa kwa nini ziara yake ya Kenya ni muhimu sana kwa Rombo? Moja, Rombo ni lango la biashara kati ya Tanzania na Kenya. Uongo jamani? Holili ni kati ya vituo vikubwa sana vya kupitisha bidhaa kwenda Kenya na bidhaa za Kenya kuja Tanzania. Lakini Rombo tuna Tarakea vile vile. Kwa hiyo alipokwenda kule, kitu cha kwanza tu biashara mahindi ikaanza kunyanyuka. Na ikaenda vizuri kweli kweli. Uongo kweli jamani? Kule Holili, tena leo katika wageni wetu rasmi naomba nikutaje tu Too naomba nikutaje. Too huyu hatoki Rombo, huyu hatoki Rombo, anatoka Mwika. Siku moja alinifuata kuniona, kuniambia bwana anashukuru jitihada za serikali za rais wetu, na kanishukuru na mimi kufungua mpaka kufanya biashara kubwa kati ya Tanzania na Kenya. Biashara mahindi imeenda vizuri sana, na leo amesema najitolea kuja kusaidia Chama cha Mapinduzi. Yeye hatoki Rombo. Na sio mmoja tu, kuna mwingine anatoka Mwanga, Ramadhani ameshakuja. Hajafika. Ambao wote ni wanufaika biashara hii. Hili napenda niliseme kwa sababu wakati tunajaribu kumwelezea rais wetu, haya ambayo nitasema ni pamoja na hili alilofanya.
Watu wa Holili wananipigia simu kila siku, wafanyabiashara wanasema, bwana tunashukuru sana, soko la Holili limechangamka, Tarakea. Na uzuri watu wa Rombo wafanyabiashara, kwa hiyo ukifungua fursa za biashara wanufaika wakubwa wa Rombo. Uongo kweli jamani? Lakini sio hivyo tu, kule Kenya kuna Warombo wengi wanafanya biashara, wengi, vijana wengi, hasa upande wa Useri wako wamefungua biashara nyingi sana kule. Kwa hiyo sisi tungependa mahusiano ya Tanzania na Kenya yaendelee kuwa mazuri, kwa ajili vijana wetu waendelee kutafuta maisha katika nchi ile, kwa sababu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna makubaliano, lakini mahusiano yasipokuwa mazuri, hayo makubaliano hayafanyi chochote. Kwa hiyo la kwanza, kabla sijasema mengine, tumpongeze sana rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kufungua fursa hiyo ya biashara, na fursa hiyo inasaidia Tanzania, lakini inasaidia Rombo kwa namna ya pekee. Sawa jamani? Mama Samia oye! Hapana, wala sijasikia. Mama Samia oye! Kwa hiyo wakati tunaenda, alivyotuambia katibu wetu, kwenda kumwelezea rais wetu, tuna mambo rahisi sana kuelezea watu. Ni rahisi sana, kwa sababu watu wafanya biashara ukiwaambia jamani biashara inakwenda, rais wetu anafungua shughuli ya biashara, si watatuelewa jamani? Si ndio jamani? Samia oye! CCM oye! Kwa sababu hiyo ni utekelezaji wa sera ya Chama cha Mapinduzi vile vile, ambayo inasema kuna ukurasa hasa wa diplomasia ya kimataifa humu. Kwa hata alichofanya Mheshimiwa Rais ni katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa wakati tunafanya kampeni, nakumbuka nilimuiga katibu wetu wa mkoa kusema swala la kuzungumzia sera sio rahisi kama jogoo anavyomwambia kuku. Anamwambia nitakununulia gauni, mnakumbuka? kabla kuku hajakaa usi jogoo anamwambia atakitenge nitakununulia. Alafu kuku anamjibu anamwambia wewe mwenyewe hata suruali huna. Kwa hiyo sio rahisi hivyo tulivyosema. Tulichagua mambo manne ambayo tuliamua tutayafanyia kazi katika makundi manne. Hasa nitajaribu kueleza, najua sitataka kuwachosha sana. La kwanza mtakumbuka, tulisema miradi mikuu miwili ya kimkakati. Kila mahali. Miradi hiyo ni nini? Maji Rombo. Na nilisema hivi, tutapambana chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, tumalize tatizo la maji Rombo milele na milele. Amina. Mnakumbuka jamani? Huu ni wakati wa kuuliza sasa umefanya nini? Mradi wa pili wa kimkakati, tulisema ile barabara kutoka Tarakea kwenda Holili ni muhimu kwa usalama, ni muhimu kwa kufungua fursa, na ni muhimu sana kwa ustawi wa watu wa kule, kwa sababu kutoka pale Mforo uje mpaka Kinambe kutafuta usafiri wa kwenda Moshi, kwa kweli haiwezekani, ni ngumu sana. Kwa hiyo tukasema tutapigania barabara hiyo ianze kufanyiwa upembuzi yakinifu ili hatimaye iwekwe lami. Mnakumbuka hayo jamani? Si mnakumbuka eh? Kwa hiyo la kwanza tulisema miradi miwili ya kimkakati. Hiyo ahadi yetu tuliyosema wakati tunaomba kura kwa wananchi. Alafu tukasema yale mengine yote tutatengeneza programu ya utekelezaji wa ilani ya chama. Yale mengine, sijui shule hii haina choo, Hakwe choo cha shule inataka kufungwa. Kwa hiyo tulitengeneza timu ilipitia maeneo yote, na tuna kijitabu tumekaa na madiwani, ni agano letu kwamba tutakuwa tunaweka tiki kila kimoja tunavyopunguza, na ndicho tutakachokuwa naeleza hapa. Kwa hiyo cha pili tulisema baada hizo mambo haya mawili makubwa, tunataka tuhakikishe kwamba mengine yote, shule ya Kelelo, kile choo kiko pale nje barabarani, kinaonekana kabisa, sio sura nzuri ya Rombo. Jengo la gorofa Kenya limeketi pale tangu ondoke Mrama, hata punje moja haijaongezeka. Tukasema yote tunaainisha, na nilisema najua hatuwezi kuyamaliza yote ndani ya miaka mitano, lakini tutakuwa tunatoa taarifa kila mara tumepunguza nini, na nyie mtajua hivi kweli madiwani na mbunge katika orodha hii amepunguza. Tuseme hatuwezi kuomba kura halafu hatuna kitu cha kujipima. Na madiwani walikuja Dodoma kupitia, wote wamesaini, wamesema hii ni agano letu, tutapigania tuhakikishe kwamba tunatekeleza. Na hivi utaratibu ambao chama umeweka, mimi ningeomba uendelee.
kila mwaka tukutane, tutoe taarifa, tuseme tumefanya nini. Lakini tuliongeza mambo mengine mawili. Tulisema tutaimarisha ushirika Rombo. Na sikujua wakati huo nitakuja kuwa waziri wa kilimo ambaye anasimamia ushirika vile vile. Lakini sema tutaimarisha ushirika Rombo kwa sababu kipato cha watu wetu, hata utampa maji, tunahitaji maji, barabara tunahitaji barabara za vijijini, umeme na kila kitu. Lakini nilisema tunataka tujenge uchumi ambapo hata kaya iliyoko hapa Rombo haina mtu aliyoko mjini iweze kujitengenezea kipato cha kuishi. Sio kama mnakumbuka ndugu zangu. Mnakumbuka? Kwa tukasema njia moja hapo ni kujenga ushirika. Kama ni ufugaji wa kuku, ufugaji kwa njia ya ushirika. Ufugaji wa wanyama aina mbalimbali. Kwa hilo tuliliweka. Na la mwisho tuliahidi kuanzisha jukwaa la wafanyabiashara wa Rombo. Kwa ajili ya kuunganisha wafanyabiashara, kutoa fursa na kusaidia vijana wapya wanataka kwenda kufanya biashara. Yaani kuwe na jukwaa. Mtoto amezaliwa kwenye nyumba, hamna mjomba, afanya biashara Dodoma, Arusha na nini, anataka kushikwa mkono aende kwenye biashara. Aende. Sio kama mnakumbuka hizo ahadi. Kwa hiyo tulitoa ahadi katika makundi manne. Sitawachosha kupitia kila kitu. Lakini tulisema miradi ya kimkakati, maji na Lower Road. Pili tulisema mpango wa utekelezaji wa ilani ya chama, kubeba hiyo ni kumba. Mambo yote sio kwa mashingia kule Mamsera, barabara kivuko gani ambacho kinasumbua, kule Wama sijui watu umeme yote. Na tumetengeneza kijitabu, tumeandika uzuri, tuliwashirikisha viongozi wote na kadhalika. Tulisema tutasimamia ushirika Rombo usimame vizuri. Na vile vile tulisema taanzisha jukwaa la biashara. Nitaelezea hayo kwa kadri ninavyoweza na sitaelezea kila kitu kwa sababu baadaye tutatoka kijitabu kwa mwaka mmoja kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa wa chama ili kila mtu aweze kufahamu. Sasa ni kweli ubunge tulishinda tarehe 28, matokeo yalitangazwa mwaka jana. Tumeingia bungeni mwezi wa 11, tumeanza kazi, lakini budget mpya ambayo mbunge unaenda kutetea jimbo lako ilianza tarehe 1 mwezi Julai. Kwa sababu budget tuliyokuwa tunaenda nayo wakati tumechukua ofisi ya ubunge na madiwani ilikuwa ni budget ile mpaka mwezi wa 6. Kwa yale ulikuwa huwezi kuyabadilisha. Sasa tumefanya nini kwenye budget? Wakati tunaingia ofisini, mimi na madiwani wenzangu, kwa kipindi cha mwezi Julai mpaka Disemba, nataka tulinganishe Julai Disemba mwaka huu na Julai Disemba mwaka uliopita ili tulinganishe vipindi vinavyofanana. Tuko pamoja? Wakati tulivyoingia tulikuta Julai mpaka Disemba wilaya ya Rombo ilikuwa imepata fedha za maendeleo shilingi bilioni 1.2. Kati ya Julai na Disemba 2020. Bilioni 1.2 wilaya nzima fedha za maendeleo. Sasa Julai, Disemba sisi tuko ofisini. Tumehakikisha fedha za maendeleo zimeongezeka kutoka bilioni 1.2 kwenda bilioni 3.1. Ni ongezeko la 183%. Na hapo hatuhesabu fedha nyingine zilizokuja kupitia TANESCO, kupitia TARURA na taasisi nyingine za serikali. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, mtakumbuka, alitoa maelekezo na tutazielezea hapa kwamba ongezeni bajeti ya kujenga barabara za vijijini. Na nitalielezea na tumeongezewa hela na sisi Rombo vile vile. Hizo hazipo katika hela tulizopata hizo. Kwa hiyo kwa kuanzia tu sisi CCM tutembee kifua mbele. Kwamba ukilinganisha miezi 6 kabla tujaingia na miezi 6 sasa hivi tumeweza kuongeza fedha katika jimbo letu, wilaya yetu ya Rombo kwa kiasi hicho cha 183%. Sasa tuende kwenye miradi ya kimkakati. Maji. Bado maji ni changamoto kubwa Rombo. Na tungekuwa na uwezo kwamba unalimaliza hilo tatizo kama unavyowasha na kuzima umeme, hilo ndio la kwanza, tungewasha umeme, ngoma imeisha. Lakini tuliahidi tutapambania tatizo la maji kwa sababu tutarudi kuomba kura. Sipoweza kulimaliza 2025 ngetiisha. Nitakuja kumwambia nani, na nawakumbusha hili.
kabisa. Kwa hiyo unaomba ofisi ili ufanyeje bwana? Tutatafuta mtu mwingine. Lakini sikubali kabisa tushindwe jambo hili. Kwa hiyo ambacho tumefanya ni nini? Mnakumbuka wakati tu baada ya kutangazwa na kuapishwa bunge, baadhi yenu mtaona tulienda kutembelea vyanzo vya maji. Niliwaita Kiliwater, nikakaa nao ofisini, niambieni huu mkakati wenu, mradi wa Chala manake nini? Maelezo mazuri. Mradi wa Chala sio maji kutoka kwenye ziwa Chala peke yake, ni pamoja na kutoka mto Uona kule Marangu kwa kina Tou kule juu, ambapo tayari tunachukua maji kule, kuongeza bomba lifike Kitasha, tuweke tanki lianze kusambaza maji. Ni pamoja na kuchukua maji kule Rongai, maji mengine yanavuka kwenda Kenya, lakini tuyachukue tuongeze maji yaje huku, pamoja kuchukua maji Uwashi na kadhalika. Kwa hiyo tuna vyanzo vinne vya maji kwenye mradi unaitwa mradi wa maji wa Chala. Kwa hiyo ukisikia mradi wa maji wa Chala, sio maji kutoka ziwa Chala peke yake, ni pamoja na kuongeza bomba kutoka mto Uona, nadhani ukishuka chini huku chini unaitwa mto Kona, huko unaitwa Uona, na kuchukua vyanzo vingine vya maji. Na bahati nzuri, kwa sababu tulikuwa tunasema sijui tunashinda tu, Kiliwater imeweka milioni 200 kuanza kuleta maji kutoka Rongai pale Kelelo. Tayari nadhani kile kisima kinafurika, ni miundombinu ya kusogeza maji kuja Tarakea, kusogea mpaka na Yeme. Lakini tulizungumza na nikaenda Wizara ya Maji, nikawaambia mnaweza mkapata shilingi ngapi sasa hivi kutatua tatizo la maji. Mradi wa Chala wote kwa ujumla wake unahitaji bilioni 36. Kauliza mnaweza mkatoa hizo? Wasema hatuwezi, tutatoa kidogo kidogo. Mtatoaje kidogo kidogo? Na waomba tuanze kutoa kidogo kidogo kwa kufanya mambo yafuatayo. Moja, tukamilishe mchakato wa kuanzisha bodi ya maji ya Rombo, ili sasa bajeti ya serikali iweze kuingia moja kwa moja kwenye huduma za maji Rombo. Kwa sababu Kiliwater ilianzishwa kama kampuni, mimi si walani, wamefanya walichoweza, lakini walikuwa hawana bajeti line serikalini. Ilikuwa waziri wa maji akisoma bajeti, hawezi kusoma bajeti ya Kiliwater. Na moja kati ya matatizo ya Kiliwater, miundombinu ni mibovu, maji mengi sana yanapotea. Lakini jingine, maji mengi yanakwenda bila kuwa na mita. Rombo hapo. Sasa ukisema hivyo watu wataga, lakini lazima kuweka mita ili kuweza kuimarisha miundombinu, hata wasiopata maji waweze kupata maji. Kwa hiyo la kwanza nikasema naombeni ile bodi tukamilishe. Alikuja waziri kwanza, naibu waziri wa maji. Baada ya kuongea naye Mheshimiwa Priska Mahundi, alikuja Kisale Msaranga, kati ya maeneo aliyokuja. Alikuja na Leto, si ndio jamani? Mheshimiwa Nestor alikuja kule kukagua, akarudi akasema nilichokiona ndicho ulichokisema, tuanzishe mamlaka ya maji ya Rombo. Na pili nikamwambia hizo fedha tunazoweza kuzipata sasa hivi tuzitenge zianze kuleta maji ya mserereko kwanza. Hatuwezi kuacha maji mto Uona ambayo yapo tukaenda kuanza sehemu ambayo tunahitaji bilioni 34 ili mradi ukamilike, ambao utachukua muda mrefu sana. Ile sehemu ya mto Uona bomba lijengwe, tenki la maji liwekwe pale Kitasha, maji ya shuki. Bomba lile la Njoro likamilike, lisogee huku. Vyanzo vingine kwa Vameku pale Mrele, na kuna vyanzo vingine viko kumstuni tuvitumie. Akaniambia nimeona ni kweli. Kwa hiyo tukakubaliana mambo mawili. Moja, tumalizie kuunda bodi ya maji Rombo. Na pili, tuhakikishe kwamba fedha zitakazotoka zitumie maji ya mserereko. Baada ya pale wameongea wizarani, amekuja Mheshimiwa Aweso. Amekuja rasmi na kutangaza kuanzishwa kwa bodi ya maji ya Rombo. Sawa jamani? CCM oye! Sasa nimesema kutatua tatizo la maji ni mchakato, sio tukio. Sio sana kuingia na kuwasha umeme mara moja pap, afu maji yamekuja, ukizima yamekwisha. Lazima kufanya mchakato wa kitaasisi kama hivyo na kibajeti kwa ajili ya kwenda kule. Kwa hiyo bodi, na nadhani hakuna sehemu nyingine vijijini ambayo ina bodi yake isipokuwa Rombo. Madhali tuna bodi ya maji sasa hivi Rombo, hata bajeti za serikali zitakapokuja, fedha zitakuwa zinaingia kwenye bodi yetu, itafanya kazi. Lakini pili, tumefanikiwa kutengewa shilingi bilioni 10. Bilioni 10 kwa ajili ya maji Rombo. Na nadhani karibu kama wiki 3 hivi nilikaa na Mheshimiwa Aweso tukazungumza. Akaniambia anamaliza kutangaza wajumbe wa bodi ya maji
ili fedha zije, kazi ianze. Kwa kweli naahidi tena, mchakato unakwenda, lazima tumalize tatizo la maji Rombo milele na milele. Lakini tulikuwa na mtendaji mkuu wa bodi ya maji ya Rombo, alieleza vizuri na ameanza mkakati wa kugawa maji kwa sababu kulikuwa na upungufu wa maji kidogo. Nikasema jamani, hili swala lisiturudishe nyuma, twende mbele, tuanzishe bodi. Kama Kiliwota watu wanasema labda ni uhujumu, sijaona ushahidi. Lakini kama ni uhujumu, tutarudi nyuma? Kama ni uhujumu, tutarudi nyuma? Hapana. Lakini hakuna ushahidi kwamba ni uhujumu, kwa sababu hata wale wafanyakazi wapo, watasimamiwa. Wasipofanya kazi vizuri wanachukuliwa hatua, wakifanya kazi vizuri hatuna ugomvi nao. Bodi ya maji Rombo imeshaanzishwa, wajumbe wa bodi watatangazwa. Rombo oye! Kwa sababu wilaya Rombo mahitaji yetu ya maji katika siku za kawaida ni mita za ujazo 40,000. Hatujawahi kuzifikia. Tukipata maji sana tunapata mita za ujazo 27,000. Hilo tulikuwa tunazungumza kwenye kampeni. Hilo tutalimaliza. Ile sehemu ya kwanza nilisema kuna miradi miwili ya kimkakati. Wakati wa kampeni, mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naongea mpaka watu wanachoka. Kwa hiyo inabidi tuweke jokes. Nawaambia jamani, kuongea sera sio sawa na kusema anachukua anaweka Nakumbuka niliwaambia wakati napiga kampeni, ukiongea pale watu wasema huyu anaongea maneno mazito sana. Si ndio maana yake kugombea ubunge? Nilisema siasa sio porojo, sio bwana. Siasa ni nini? Siasa ni maendeleo. La pili ni barabara ya Lower Road. Bahati nzuri imo humu kwenye ilani ya chama. Imeeleza umuhimu wa ile barabara kimkakati, kuanzia Holili kwenda Patarakia. Sisi wale ambao wanatoka Msaranga kama Majaliwa kule chini, mnaelewa tabu ya usafiri. Mliona sasa mtu anatoka Mforoje, Kiraini, kwa sababu siku hizi hata mabasi yapiti ile barabara. Na nakumbuka nilikuwa nawakumbusha, tulikuwa na matatizo kama haya hii barabara ya juu. Wakati ule tukiwa na ile basi napiga ile honi. Mnakumbuka ile honi? Didasi la mtano. Mnakumbuka? Kwa hiyo iko kwenye ilani. Ilani inasema barabara hiyo itafanyiwa upembuzi yakinifu katika kipindi cha miaka 5. Na tulikuwa kweli mwenyekiti. Maana upembuzi yakinifu ndani ya miaka 5 ni kwamba unaweza kufanyika upembuzi yakinifu 2025 tunasema haya, upembuzi yakinifu huu hapa. Miaka 5 mingine ndio tuweke lami. Shule zote za sekondari ziko upande wa Chala, Tanya na kadhalika. Lakini hata tusingegawa ile kata, hebu niambie mtoto aliyoko Mamsera juu anaendaje sekondari ya siku kutembea mpaka Mamsera chini, halafu anarudi muda wote anapita njiani? Atafanikiwa kweli? Kwa hilo tumepigania, tumepata kiwanja na tumepata shilingi milioni 600 kwa ajili ya kujenga sekondari kule Mamsera. Kazi inaendelea. Sasa changamoto iko Mutamburu Kitende. Mutamburu Kitende ni sehemu ya hifadhi ya taifa kwa mheshimiwa diwani Mbago. Kwa hiyo mambo ya ujenzi wa vituo vya kudumu ni shida kidogo. Lakini wako wa Tanzania wako kule na watoto wanatakiwa wasome. Sasa tunafanyaje? Mtoto yuko Endonet, anatakiwa aende shule ya sekondari. Imejengwa shule huku Mutamburu huku Kelelo kwa ajili ya bodi, lakini kule nako anahitaji huduma ya elimu. Tumeweza kupambana, tumepata milioni 40 kujenga shule madarasa kwa ajili ya shule ya awali kuwasaidia wale watoto, kwa sababu haijalishi kwamba ni eneo la hifadhi, lakini ni swala ambalo tunahitaji watoto wetu waweze kupata elimu. Ujenzi wa vyumba vya madarasa. Ujenzi wa vyumba vya madarasa umekuwa miongoni mwa vipaumbele katika kuboresha elimu katika jimbo letu la Rombo. Serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi imetupatia kiasi cha shilingi milioni 162.5 ili kujenga vyumba vya madarasa katika shule zetu za sekondari, ambapo vyumba vya madarasa katika shule za sekondari za Tarakia Day, Mkuu Day, Horombo na kadhalika vinajengwa. Lakini bado kwa sababu kuna maeneo mengi na zile shule ambazo tunahitaji kuzimalizia.
Na vile vile Rombo haikuachwa katika kupata zile fedha zilizogawanywa. Unakumbuka wakati wa kukopa hela za IMF kupambana na athari za uviko, serikali chini ya uongozi wa rais asema moja, hizi shule ziende zikaimarisha huduma za jamii ambazo zitasaidia sasa watu kujikinga zaidi, lakini huduma ambazo zitadumu muda mrefu kama maji, shule na kadhalika. Lakini pili, asema hela hizi zigawanywe, kila mtu aone na wabunge wote waone ni kiasi gani kinakwenda kwa ajili ya ujenzi. Na nafahamu kamati ya siasa wakati mwingine sikuweza kuwepo, na kamati ya siasa mkoa imepita kuja kukagua. Sisi Rombo tumepata milioni 880 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 44 katika shule za sekondari na msingi katika jimbo letu la Rombo. CCM oye! Mama Samia oye! Ngoja nirudie tena, au vipi? Katika hizo fedha za uvuko 19 tumepokea kiasi cha shilingi milioni 880 kwa ajili ya madarasa 44 katika shule za sekondari na msingi katika jimbo letu la Rombo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mimi nilisema wakati mwingine ujenzi unakuwa na changamoto, watu wapigaji wapo, uongo kweli jamani? Hili linasimamiwa na kila mtu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Sio fedha zinaenda kwa dedi zinaingia kule, kila mtu anasimamia. Ziara utaona mkuu wa mkoa alikuja Rombo, mkuu wa wilaya anakimbizana huko, mwenyekiti wa chama wa mkoa amegawa timu yake imetawanyika. Juzi walikuja paka kule Tarakea, sikuwepo lakini nilikuwa nafuatilia mheshimiwa mwenyekiti wetu Mzee Tesha na timu yake wanazunguka kufuatilia ujenzi huo, hela isipotee hata thumni moja, madarasa 44 yajengwe, watoto wetu wapate elimu nzuri. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kusisitiza uwazi huu. Huu wazi ni mwanzo mzuri wa kutumia fedha vizuri za umma, au jamani? Mama Samia oye! Wapi? Labda kina mama watajaribu. Mama Samia oye! Kina baba hawezi kupitwa hapa. Mama Samia oye! Ngoma draw. Haya, kwenye elimu yako mengi siwezi kuyasema. Tutaweka kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa, tutaainisha kila eneo nini kimefanyika na kiasi gani cha hela kimekwenda. Lakini hapa niseme tuna mwalimu mkuu wa shule ya Mkude. Yule mwalimu Msukuma fulani kama wewe mwenyekiti wetu na katibu wetu wa chama, kati ya wasimamizi wa miradi sijapata kuona mwalimu wa Mkude. Kweli nitakuja kuomba siku moja tuje tumtuze, kwa sababu fedha kidogo anazopata anachofanya ni maajabu. Pale nimesema mfuko wa jimbo nitawashauri wanakamati tuongeze, kwa sababu tunakiona, alafu kwa sababu ni nani tujenge na mabweni watoto waende wakasoma kule. Ni mwalimu mmoja mzuri sana. Kwa hiyo wakati tunatembea tunapata kuona na walimu na kazi zao wanazozifanya, na tunawasiliana nao kwa kuatia hime na shime. Na walimu kama hao wapo, hata mwingine yumo humu ndani alisaidia sana. Mwalimu Kitali si yumo humu ndani au vipi? Si mwalimu simama bwana. Kazi alizozifanya kasaidia kufundisha watoto wetu. Katika afya, jimbo letu lina vituo vya kutolea huduma za afya 46. Kata hivyo kuna hospitali 3, vituo vya afya 6, zahanati 37 na vituo vya kutolea huduma za afya vilivyokamilika na serikali vipo 30, ambapo zipo zahanati 23, vituo vya afya 6 na hospitali za wilaya pamoja na hospitali za serikali. Sasa nisome details hapa. Kuna hospitali ya Ngoyoni ya Huruma na ile inayojengwa kule Kiwanda. Kati ya vitu vya kwanza tulivyofanya mapema tu wakati nilivyokuja na Mheshimiwa Mole, nilikuta kuna oda hospitali ya Huruma iondolewe kama hospitali teule, kwa msingi kwamba hospitali ya Kiwanda inafanya kazi, na viongozi wangu mmetembelea pale Kiwanda bado, au sio jamani? Lakini hata ikikamilika, mimi najiuliza mtu atatoka wapi? Kwa Mheshimiwa Diwani Venance, mtu unamkimbiza na barabara hiyo umpeleke paka Kiwanda, itakuwaje? Kwa nini niliomba kwamba hospitali teule wilaya sio lazima iwe moja. Wakati Mheshimiwa Magufuli anapita pale Mwanga alitamka tutakuwa na hospitali 2. Sisi eneo letu la jiografia lilivyopanda na milima na kadhalika, niliomba hospitali ya Huruma isiondolewe. Wakasema hata iondoa mara moja,
tutakuja kuzungumza, lakini na huruma tutakaa na viongozi wetu wa dini tuangalie namna kuboresha ile huduma ili hospitali ya Kiwanda ikikamilika na nyingine iwepo, watu waweze kupata huduma katika eneo ambalo ni karibu na sehemu ambapo. Lakini nashukuru sana tuliweza kuzuia ile ya kuondoa huruma kama hospitali teule kabla hata ile hospitali ya Kiwanda haijakamilika. Sasa kuna wananchi wa Rombo wamejenga hospitali nyingi. Naweza kusoma zahanati nyingi. Kule pale kwangu pale Nduweni tulikuja na Mheshimiwa Mole. Ngaseni. Tumetembelea kote huko. Kisale na kadhalika. Tunapigania hela zitoke za serikali kumaliza. Tumalizie kule. Kwa sababu sehemu nyingine watu wameshapiga mpaka Lenta. Nadhani pale Ngaseni. Kwa nguvu za wananchi wa Rombo wanapigania kujenga Rombo yao. Yaani mtu anayeniambia Rombo ni wavivu mimi sielewi mwenyekiti. Mwenyekiti wa mkoa. Wavivu wanajenga zahanati wenyewe. Wanajenga shule wenyewe. Wananchi wa Kisale Msaranga wamechimba barabara mpaka na mapadi wenyewe mpaka tukaamua na hela za TARURA ziende. Wavivu watafanya kazi hiyo? Rombo oye. Eti walevi wanachimba barabara. Waje wajifunze wachapakazi wa Rombo wanachofanya. Asisemi kwamba tusipambane na vijana wachache huko barabarani, lakini wako Tanzania nzima kila sehemu na kwenda. Lakini wa Rombo ni wachapakazi, hamna mfano. Uongo kweli jamani? Kwa vile vituo tunapambana tumalize, vimaliziwe na serikali, hela zitoke kwa sababu utaratibu uliopo sasa hivi wa kutoa hela upo. Hospitali ya wilaya ishapata milioni 500, lakini vile vile tumejitahidi kupata fedha kujenga kituo cha afya hapa Mkuu. Mkuu ndio tarafa peke yake haina kituo cha afya. Usipokuwa na kituo cha afya, huduma nyingine hata kama ni hospitali sasa inakuwa na msongamano, watu hawezi kupata huduma nzuri. Hospitali ya Huruma sio ya watu wa Mkuu tu, sio jamani? Si ndio jamani? Na Kiwanda haitakuwa watu wa Kiwanda tu. Kwa hiyo kule Useri tuna Karume, Tarakea tuna Tarakea na huku kwingine, lakini Mkuu tumepata fedha tayari kwa ajili ya kujenga kituo cha afya. Tumepata shilingi milioni 390 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Nadhani watu wengine kama Tarakea wataniambia na yale ya Tarakea je? Diwani Felchesmi, hayo tunafanya kazi kwa sababu kuna mambo ya uzio, nyumba na kadhalika, na kuboresha vituo vyote pamoja na zile zahanati ambazo tuna changamoto ya kupata mhudumu akae karibu. Wakati wa kampeni zote tulipitia. Uzuri ile yote tunao katika mpango wa utekelezaji wa ilani ya chama. Tungekuwa na uwezo wa kutatua mambo yote kama unavyowasha umeme umemaliza, tungefanya hivyo. Lakini mchakato na safari imeanza na mmeona kwa kuongezewa hela kwa shilingi kwa asilimia 183 kwa Rombo ndani ya miezi 6. Naamini kwamba nayo mengine tutayabeba ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi ili tuweze kutembea kifua mbele wakati wa kutetea serikali yetu. Vile vile tumepata hela kwa ajili ya kujenga jengo la dharura kwa ajili ya kituo chetu cha Kiwanda. Sasa nizungumzie barabara. Rural roads. Na kwenye kilimo sisi tunazihitaji sana hizi barabara. Sana, kwa sababu hata mkulima akitaka kuuza bidhaa zake bila barabara hawezi. Niliendaga wakati ule kutoa pole kule juu kwa ule mzee yule mkuu wa wilaya alifariki kule kwa John yule diwani wetu. Siwezi kuamini unaenda na gari kubwa, shida sana kupanda paka kule juu. Kule Manda kule juu. Na ule mzee ametangulia mbele yake. Sijaenda tena kutoa pole kule. Nenda kumuona kule. Hasa unajiuliza mtu hata akifanya kitu pale anaendaje mpaka barabarani kwenda kuuza. Kwa barabara zetu kwa ujumla wake ziko hivi. Wilaya Rombo ina mtandao wa barabara wa urefu wa kilomita 877.69 ambapo kati ya hizo kilomita 3.28 ni zaidi nakosea hapo. Za lami lakini kwa upande wa TARURA. Barabara za TARURA zenye lami ni kilomita 3.28. Acha hii barabara kuu ambayo ni ya TANROAD iliyopita hapa katikati. Na kilomita 91.05 ni za changarawe. Kilomita 783.36 ni za udongo. Kati ya hizo barabara nzuri hizi za TARURA za vijijini, sio barabara kuu hii, barabara zenye urefu wa kilomita 260.65 zinapitika wakati wote, ambayo ni asilimia 29.7. Kwa asilimia 29.7 ya barabara zetu vijijini ndio inapitika wakati wote.
Barabara ambazo za wastani zinapitika wakati wote na changamoto ni kilomita 467.7 ambayo ni wastani wa 53.29. Zinapitika wakati wote lakini kwa changamoto. Na nyinyi wote mnafahamu kwa sababu tunatoka huko wote. Na barabara mbaya ambazo zinapitika wakati wa kiangazi tu ni kilomita 149.34 ambayo ni 17.01. Sasa nina taarifa ndefu sana barabara hapa. Madiwani wote wanaifahamu. Nataka niseme kitu kimoja. Tumepata hela za ujenzi. Kwanza bajeti za maendeleo na matengenezo milioni 742,550,000 kwa ajili ya matengenezo ya kilomita 149. Makalavati mistari 9 na daraja ndogo 1. TARURA halmashauri ya Rombo vile vile imeidhinishiwa milioni 500 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fedha hizo zinakusudiwa kujenga barabara ya kilomita 21.06 kwa kiwango cha changarawe. Lakini wakati ule Mheshimiwa Rais alivyosema, wakati mwingine anasema mbona Mheshimiwa Rais ametoa hela? Yeye ndio kiongozi wa serikali. Alafu pili, ni kweli ni yeye. Yeye ndio alitoa oda wakati tuko bungeni anasema lakini barabara za vijijini ongezeni hela. Ni yeye alisema. Kwa hiyo kama tunajipendekeza tu. Ni yeye alisema ongezeni, sisi tukaongezewa bilioni 1 kwa ajili ya barabara za vijijini. Mama Samia oye. Sasa nisiende kwenye details. Nataka kusema kitu kimoja ambacho kidogo kilileta ugomvi kwa madiwani, viongozi wangu wa chama, naomba mfahamu. Kila diwani anataka barabara yake ijengwe. Haiwezekani, lakini na unaelewa CCM ilileta wapambanaji wa kupigania kata zao. Yaani watu wanapambana kweli kweli kwenye baraza la madiwani. Lakini tungejenga kila kata, tungeweka labda kilomita 3, kilomita 4, yani kidogo hivyo. Na hizi barabara ili zidumu tunazotaka kufanya ni kujenga na mgongo, mapitio ya maji, kushindilia ili zidumu miaka 2-3 bila kutengenezwa tena. Lakini utachukuaje kipande cha kilomita 2 au 1 au nusu kilomita ili kila mtu apate kidogo, ukitengeneza vizuri alafu mbele yake hujafanya chochote. Mvua ikinyesha hiki kinacho kitaharibika. Nasema hivi kuwatetea madiwani ambao awamu ya kwanza hawajapata barabara. Mmoja wapo ananiangalia. Mimi nilihusika kwenye kushawishi ugawaji wa hizi barabara. Kwa mfano, baada ya kuona kazi inafanywa na Kisale Msarani, wanachimba wenyewe ile barabara. Majaliwa wanafahamu. Wanachimba. Mimi nikamwambia TARURA, jamani, lazima muonyeshe watu ambao wameanza kujituma, nendeni mkamalizie pale. Kwa hiyo zipo barabara sasa hivi zitajengwa. Nyingine kwa kiwango cha lami hasa hapa makao makuu ya wilaya yetu. Nyingine kwa mfano kwenda kule Manda tutaitengeneza. Kwa hiyo hatutatengeneza kwa awamu ya kwanza barabara nyingi ili barabara inayojengwa ikamilike yote. Lakini bajeti ijayo tutapata tena hela. Tutasogea upande mwingine. Kwa hiyo naombeni viongozi wangu wa chama kote mnakotoka, ukiona kwako haijapita, imepita kwingine, ni kwa sababu hatuwezi kufanya kwa wakati mmoja. Na mjadala mwingine ulikuwa tununue greda kubwa tu tunajenga hizi barabara, lakini TARURA inapata mgao wa fedha. Sasa sisi tutakuwa tunajengaje barabara sisi wenyewe wakati tuna haki ya kupata hizo hela zinazotoka kitaifa? Kwa hiyo naombe soma hizi barabara humu ambazo tumezijenga, lakini zimechaguliwa kwa sababu ni mbaya na tumeweka mtawanyiko, tusijenge zaidi ya barabara moja kwenye tarafa moja. Tumetoka upendeleo kidogo hapa makao makuu kwa sababu makao makuu yetu ya wilaya, na tumeweka hapo na kalami kidogo, lakini naombeni mtuvumilie, huko kwingine nako tutakuja. Sasa orodha ni ndefu na mikataba ambayo sasa hivi imeenda Dodoma kusainiwa ni ndefu. Naomba nisiende kwenye details, nisije nikawachosha, lakini katika swala barabara tupo pamoja, barabara za vijijini. Sawa jamani, CCM oye! CCM oye! Sasa hili la barabara vijijini, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi yeye mwenyewe kasema, kama ambavyo alisema swala maji. Alisema, nakumbuka hotuba yake bungeni katika swala alizungumza kwa ukali kweli kweli, ilikuwa la maji. Sana. Na kwa sababu aliendesha kampeni hata akiwa makamu wa rais kumtua mama ndoo kichwani. Sawa jamani? Kwani nikisema Mama Samia oye sasa hivi atasikia kweli? Atasikia? Samia oye! Imefika Babati. Samia oye! CCM oye! Kwa hiyo tutapambana hivi tunavyokwenda. Hatutokubali tena mwenyekiti wetu
wa chama wa wilaya na mwenyekiti wa mkoa na viongozi, tuzembee alafu 2025 tupate shida kwenda kwa wananchi, watatuuliza na ngambale ngetisha. Lakini sitakubali tufike huko. Au vipi jamani? Sasa kwenye umeme, na namalizia mwenyekiti, kwenye umeme, Rombo ni wilaya kidogo ina aina yake ya changamoto ya umeme. Lakini waziri Mheshimiwa January Makamba, nimeongea naye, changamoto yetu namba moja, yani mwenyekiti, jirani hapa ana umeme, wewe unaomba umeme, miaka 3-4 hamna umeme. Na wakati wa kupiga kampeni walituambia mtamaliza hilo, tukasema wakatupa kura. Sasa kazi kwetu. Au uongo jamani? Kule Maorosha juzi wameenda kamati ya CCM, nikaletewa na picha kabisa wanaweka, alafu wamesepa tena. Bado wapo sasa hivi. Afa CCM moyo. Kwa kuna changamoto hiyo ya ajabu, watu wamejenga nyumba, wanafanya wiring, wanasubiri umeme. Alafu wengine wanachajiwa gharama kana kwamba ni kiwanda. Haya ni mambo mawili makubwa tuliahidi tutapambana nayo. Tunapambana nayo kwamba, na tumekubaliana, maombi ya wananchi ya muda mrefu kuunganisha umeme yafanywe kazi. Na orodha nimetumiwa mpaka na mmoja wa mkandarasi niliwafuatilia. Wakaniambia kuna hawa tumwambia wananchi sasa ombeni. Nitawapigia viongozi wenu madiwani kwamba ongeeni na hawa wananchi kwa shilingi 27,000 kuunganisha umeme uingie kwako. Sawa? Na tunapambana wale wengine waliobaki waondoke. Lakini niwaambieni kitu kimoja. Kila mwananchi alikiri kuhamishwa kwenye taarifa apeleke majina TANESCO. Na nilivyofanya mikutano ya hadhara kuna watu walalamika. Lakini niliuliza nani amepeleka majina yake hajabadilishwa taarifa. Kulikuwa hamna hata mmoja pale Kenya. Kwa hiyo natoa wito, nendeni. Kwa sababu sasa hivi TANESCO wanafanya kazi hiyo. Nendeni, kama bado unalipa umeme kwa bei kubwa zaidi nendeni pale. Lakini ongeeni na madiwani tunaongea nao, tunawasiliana, twende tufuatilie tulimalize hilo. Lakini nalo hili naamini tutapambana nalo tulimalize kabla ya muda mfupi zaidi watu waweze kupata umeme. Na pale jirani yangu pale Nduwe, upande wetu tuna umeme tangu sijui mwaka gani. Alafu upande wa pili walikuwa wanaangalia, wananiambia sasa tumekupa ubunge, umeme kwetu vipi bwana? Kwa hiyo tunapambania tuyamalize yote. Haya. Mengine tumejaribu kupata fedha kutoka TASAF, tumepata shilingi milioni 257 kwa ajili ya kuendeleza Rombo. Kulikuwa na changamoto wakati tunasema huko hatuhitaji TASAF. Tunahitaji sana TASAF. Au sio jamani? Tunahitaji sana TASAF huko kwetu kama wanavyohitaji watu wengine. Sasa mengine ni yaseme haraka. Moja, kama mbunge wa Chama cha Mapinduzi tunahitaji kujijenga ili iwe rahisi wakati unaofuata kwenda kuomba kura. Au vipi jamani? Ukikaa mbali na wananchi na taasisi za kijamii, muda unaofuata utapata shida sana kujiuza. Na mimi kwa nataka tena nitoke jasho kama wakati ule. Nataka mambo yaende kirahisi. Kwa hiyo kuna mambo mengine kama ofisi ya mbunge tumeyafanya. Lakini tumeshirikiana na chama. Kwa mfano, tumefadhili mashindano ya mpira wa miguu Rombo. Na UVCCM wakaingia. Yakakamilika na tutaendelea kufadhili vijana wetu wafanye michezo. Na mgeni rasmi siku ya kutoa kombe alikuwa ni Mheshimiwa Mabia, na kushukuru sana Mheshimiwa Katibu wa Mkoa, alikuja pale akatoa kombe, vijana wakafurahi sana. Na vijana wanasema tunataka sisi, na wanaona kabisa rangi inayosaidia kwenye michezo ndio hiyo. Kwa hiyo vijana hatuwezi kuacha. Jingine, nimeshiriki kama mbunge katika harambee mbalimbali na bado nitashiriki. Na mpaka sasa hivi harambee zimeenda vizuri sana. Tumeshiriki kujenga msikiti wa Tarakea. Kiasi tulichoahidi tumeshatoa, lakini bado tutaongeza. Mheshimiwa Mbago, tutakwenda. Kanisa la Nanjara linakaribia kukamilika. Lakini babu kubwa tumefanya juzi Holili. Mheshimiwa Kevin sijui kwa wapi. Tumepiga harambee kubwa, tumepata milioni 100 na ngapi ya kujenga kanisa pale Mlima Sinai. Na harambee imeenda vizuri. Tunaenda kufanya harambee nyingine kanisa la Rela siku ya Christmas. Lakini na yeye wanataka kujenga nyingine, nimesema tutatuma mwakilishi. Lakini kama alivyoniambia mwenyekiti wa chama, tutaenda kwa ajili ya kituo cha masista hapa kufanya harambee. Haya mambo hayako moja kwa moja, lakini huwezi kujijenga katika jamii kama unajitenga na shughuli kama hizo. Sio jamani? Na
hatubagui, tunaenda kwa wote, na kanisa la Adventist najua wananisubiri, tutakwenda vile vile kufanya hivyo. Nimegawa baisikeli kwa walemavu. Nimegawa baisikeli kwa walemavu katika jimbo la Rombo, katika kata za Ngoyoni, Mamsera, Kilemfua, Mokala, Mraokerio, Katangara Mrere, Ubetukai, Tarakia Motamburu na Njara, kituo cha walemavu cha Mashima, na nitaendelea kumobilize hizo kwa ajili ya wenzetu waweze kutembea. Hizo ni kazi za ziada za kufanya, kwa sababu ofisi ya mbunge nayo ile tu kwa mbunge kunakuwa na watu wako tayari kuja kukushika mkono. Kwa hiyo natumia hiyo kwa ajili ya kutusaidia. Wakati wa kipindi cha mfungo wa mwezi Ramadhani, kwa mara ya kwanza, maki walisema kwa mara ya kwanza ofisi ya mbunge iliangalia wako watu wengi ambao sio wa Rombo, walikuja wanafunzi na kadhalika. Tukaamua kuandaa futari kwenye ofisi ya mbunge, na tulifanya hivyo katika maeneo kadhaa. Tulifanya katika misikiti ya Rongai, Tarakea, Kibaoni, Mkuu na Holili. Na kwa kweli feedback tuliyopata ilikuwa ni ajabu sana. Sasa walikuwa wanaandika kwenye mtandao, wanasema tangu Rombo ianze kuwa jimbo mwaka 1965 hawajapata kuona ofisi ya mbunge inaunganisha watu. Kwa nini nasema hatubagui dini? Kuna Seventh Day Adventist wanataka tuende tukawasaidia kule, tutakwenda. Kila siku ananipigia mchungaji Shayo, nadhani anakata tamaa, lakini niwaambia tulia tu, na mimi huku siwezi kukusanya hela kila siku. Lakini mambo kama hayo kwetu sisi ni muhimu sana kwa ajili ya kujijenga na kujenga chama chetu, ili wakati tunapozunguka hata kuomba kura tu. Lakini sio kwa sababu ya kura tu. Ofisi ya mbunge inakupa nafasi, kama huyu alinipa na nivyo walemavu, ni mtu rafiki yangu tu, akaniambia bwana, umekuwa mbunge nikusaidie nini? Nikamwambia nipe hivyo tuende tukagawe kwa watu. Au sio bwana? Kwa sababu ni ofisi mmenichagua, bila hivyo asingetoa vitu kama vile. Basi mambo mengine chungu mzima hapa kwa sababu tutaandika. Labda nizungumzie masuala mengine dogo. Labda wakati fulani tuliongea na halmashauri ya chama, mheshimiwa mwenyekiti, nikawaambia bwana, tunahimiza kilimo cha alizeti, kuna maeneo ya kulima alizeti. Dedi akanipigia akaniambia wewe ndio unatakiwa uombe, kwa sababu atoi mbegu bure lakini kwa bei ya kutupa. Kilo shilingi 3500. Wakaomba, amechukua tani 4.5. Hii ni kampeni tunafanya nchi nzima kujitosheleza kwa mafuta ya kula. Lakini na sisi ni wanufaika kwa ule utaratibu ule ambao maeneo mengine yananufaika nayo. Kingine labda kikubwa katika wizara yangu nikiseme kabla sijasema mawili makubwa, ni biashara ya ndizi. Takaleta hela, nchi ya Ecuador inapata bilioni 4.5 USD. Dola bilioni 4.5 kwa mwaka kwa kilimo cha ndizi. Kwa sisi huku nataka tusukume kuanzia Kagera kule wapi kwa ajili ya kilimo cha ndizi twende. Lakini tumeanza, kampuni ya Twiga Kenya imeanza kununua ndizi huku. Bei si nzuri sana, lakini ushindani ndio unanyanyua bei na kwenda juu. Au sio jamani? Kwa hilo tutapambana nalo. Sasa niseme mawili haraka ya mwisho, nisiwachoshe. Moja la ushirika na jingine jukwaa la wafanyabiashara. La ushirika na mnajua wote kwamba ushirika hata hapa Kilimanjaro uliyumba. KNCU mwenyekiti unafahamu. Kumetokea shida kubwa sana. Na wakati wa kampeni nilikuwa nawasema. Nakumbuka tu nilikuwa nawasema. Sasa mimi la haula nimekuwa waziri wa kilimo na nasimamia ushirika. Kwa hiyo cha kwanza nilichofanya, niliwaita wale wanaitwa G32 na viongozi wa KNCU kukalisha chini. Ugomvi uko wapi? G32 wanauza kahawa mpaka Japani wanasema wanauza. KNCU mnagombana nao. Kwa nini msifanye kitu kimoja? Yaani ugomvi ule. Sasa sitaenda kwenye details. Wameanza kukaa pamoja kumaliza hilo tatizo. Lakini la pili, na hili ni kubwa sana. Na kwa sababu ushirika huko kwenye ilani yetu ya chama umeelezwa vizuri sana. Niliwaambia ushirika walikuwa KNCU wafanye uchaguzi mwezi wa Julai. Nikawaambia naomba msifanye uchaguzi, naombeni nije niongee na nyinyi. Nachukua ushirika ni hiari. Siwezi kwenda kutolea amri kule. Wakanikubalia, nikaongea nao. Nikamchukua Mheshimiwa Emmanuel Cherehani ambaye amepata ubunge juzi. Lakini kabla hapo alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha Kahama, ambaye kwa sababu ya chachu ya kile chama bei ya pamba iliyokubaliwa na serikali na wadau wote ilikuwa kilo ni shilingi 1150. Ushirika ukapambana na kupeleka masoko Uturuki na wapi, bei kilo moja ya pamba ikawa sasa inauzwa shilingi 1900. Kwa hiyo nikaja na Cherehani, nikamwambia KNCU naombeni mumsikilize Cherehani alichofanya kule. Sisi tuliozaliwa wakati wa Kalamazoo wengi hawajui, labda Salma sijui kama anajua. Salma ametoka.
yule pale. Si kama unajua Kalamazoo nini? Tulikuwa tunaona KSU ndio ilikuwa tuletea mapato kwenye ushirika. Nikamwambia msikilizeni, baada ya yeye kuongea nao, nikamwambia sasa nakuombeni tusifanye uchaguzi. Tunaombeni timu hii ipite kwenye kila AMCOS iongee nao, ili kwenye AMCOS wachague watu ambao watakuja kufufua ushirika vizuri. Wananiambia unamtaka nani? Nasema sijui. Kwa hiyo ilifanyika mikutano mwenyekiti sehemu yote ya KSU, kuanzia Siha mpaka Rombo huko Kilelo, kukaa nao na kuwaeleza jinsi ambavyo vyama vingine vya ushirika vinafanya. Nasikia mwitikio ulikuwa mzuri sana. Cherehani naye akaitwa Simiu kwenda kufanya kazi hiyo. Sasa hivi anaenda Musoma. Kwa hilo moja tunalifanya. Kwa KSU ikichagua viongozi wazuri, ikasimama kwenye kahawa, tutaanza kwenda vizuri na tutaanza kugawa miche ya kahawa mipya. Lakini muhimu, sio lazima ushirika ubaki kwenye kahawa tu. Ushirika unaweza kutusaidia kuuza ndizi, kitu ambacho watu wengi hawajui. Lakini pili, sasa hivi baada hapa, ziara yangu hapa itakuwa ni kutembelea AMCOS zote Rombo. Na zote manake ni zote. Natembelea zote. Hapa nilipewa karatasi hapa, mtu wa Mashima nadhani ananiuliza hela zile za AMCOS zimeenda wapi. AMCOS zote na AMCOS zote, sitaki likizo. Nitakaa nao moja baada ya mwingine na baadaye na wakulima. Hivi shida iko wapi? Ushirika kwa nini unaonekana tena mzigo? Tutafanya nini? Kwa ile azma yangu ya kujaribu kufufua ushirika iko pale pale, na sasa imekuwa ni dhamana yangu, sio azma tu. Na hii tutajitahidi, naomba tusaidiane, tutafute viongozi wazuri wa ushirika, tusonge mbele, ili hata mtu ambaye hana mtoto aliyoko mjini huko aweze kulima, apate namna ya kuuza, apate hela za kuishi, anunue na bima ya afya au vipi? Tukiwa na mfumo mzuri wa mauzo, hata bima afya itanunuliwa. Hilo na waahidi. Ambalo sijalifanyia kazi, tumesema sema kweli ni mpenzi wa nani? Sijalifanyia kazi vizuri, nimeweka timu itangazia namna kutengeneza jukwaa la biashara. Nimeomba watu tukae nao, kuna kundi kinaitwa Rombo Faraja, tutakutana nao na tarehe 29 nadhani. Baada tukae tuangalie tu. Wakati mwingine tunamwomba ndugu yangu Laswai, njoo ongea na hawa watu tu, kuatia moyo. Au Ngowi na kuona pale unatuzalishia maji ndio tunakunywa Dodoma, uje uongee nao. Lakini tujiulize vile vyama vya kufa na kuzikana. Sio vyama vya kufa, ila vyama vya kuzikana, mtu akifa. Mabilioni yale tunaweza tukapata wataalamu yakawa yanasaidia ile, na vile vile mtaji. Na huo mtaji namna gani usiibiwe? Vijana wa Rombo wengi zaidi wafanye biashara. Hilo nalo tutakomaa nalo. Kwa vile hasijalipika likaiva. Lakini ahadi zote tulizosema, mheshimiwa mwenyekiti, nitaona aibu kurudi kuomba kura kama hatujalitimiza. Kwa hiyo mimi napenda kusema kwamba leo nimetoa taarifa hiyo, tutaandika, mwenyekiti wa mkoa amesema niandike vizuri, tugawe kila mahali, tutafanya hivyo, lakini utekelezaji utakwenda. Mwenyekiti wangu wa chama wa wilaya, na kuomba hisani ulionifanyia, niliomba naomba nikutane nao na gharama watu wakusaidia, tusaidie gharama ya kikao. Mwenyekiti akakubali, akaagiza sekretarieti, katibu amefanya, mambo yamekwenda. Naamini uwezo wa kufanya mkutano kama huu kila mwaka upo, ili kila mwaka tuseme tulitoka wapi na tunakwenda wapi. Asa mwisho nitoe tena shukrani kwa kamati za siasa zote za mkoa na wilaya. Lakini kwa wadau, mwenyekiti wa mkoa, umemtaja ndugu yetu Laswai. Lakini wako wengi hapa, sitaki kutaja mmoja mmoja nikasahau mwingine alikaa huko. Baadhi wamekuja hapa. Wengi hawakuweza kuja. Lakini katibu anafahamu. Shughuli nyingine mtakayoiona hapa, nilisema nitabeba na kuchechemea. Lakini huwezi kuamini, watu wanasema ni Chama cha Mapinduzi, tutakishika mkono. Wako watu, ni jeshi lako, mwenyekiti wa mkoa ni jeshi lako, mwenyekiti wa wilaya, tukae nao. Wengine walisema watapanda ndege waje, sijui kama wamekuja. Wengine naona hapa wamesafiri usiku na jua, wengine wamelala Himo walifika usiku sana, naona hapa wamekaa hapa. Wengine wana mkutano wa African Union kama Profesa Kimanya pale, ametoka kwenye mkutano na suti yake, amekuja moja kwa moja hapa. Wako wengi watakishika Chama chetu cha Mapinduzi. Na mwenyekiti amesema, wewe mbunge sasa chachu, tuanze miradi ya wilaya. Mimi naahidi mwenyekiti, niko tayari kutumwa kazi. Mlituma hii kazi hii, nitumeni kazi zaidi, tutafanya pamoja. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo tunayo ya kusemea serikali. Tunayo ya kusemea serikali. Tusisikie mtu anasema serikali, haya cha unakimbia. Yapo na tutaandika. Ndio kazi yetu hiyo. Na tunayo kumsemea rais wetu. Au sio jamani?
Kwa sababu ukishika madaraka kukosolewa itakuwepo. Nani hakosolewi jamani? Nani hakosolewi? Kwa hiyo yale mazuri wa kumsemea ni nani? Tuko pamoja jamani? Sisi moyo. Samia oye. Asanteni sana.